dalili za mtu aliyesibiwa na maradhi ya kichawi. Utajuaje umerogwa? Utajuaje kwamba wewe katika mwili wako kuna vitu ambavyo ni vya kiuchawi? Utajuaje katika nyumba yako kuna uchawi umewekwa, umezikwa, kuna uchawi katika nyumba yako? Inshallah katika video hii tutakwenda kujuzana, na baada hapa kila mmoja atajua kwamba yuko pande gani. Kwa hiyo inshallah karibu sana tuweze kusimulia masimulizi yetu ya kuhusiana na masala ya dalili za mtu aliyesibiwa na maradhi ya kichawi. يا من تجيب دعائي ناديت يا الله يا سامعا رجائي ضاقت بي الدنيا. Omar Hudi TV, kauli njema ni ya kweli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nuthina alayha alkhayra kullah. Nashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu salihin wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa muallimana Muhammadar Rasulullah. نشهد أنه بلغنا رسالة وأعد أمانة ومحى ظلمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, ambapo yeye ndo muweza wa kila jambo, katujalia mimi na wewe mpaka leo hii tumeweza kupata fursa ya kuiona siku kama hii ya leo, ambapo huu si ujanja wetu wala werevu wetu, bali ni taufiki kutoka kwake Allah tabaraka wa taala. Maana yeye ndiye ambaye ametujalia sisi tumeweza kuamka mpaka tumeweza kutembea, tunaweza kupumua, kuona. Lakini wapo wengine ambao leo hii hawakuweza kuamka, wameweza kutangulia mbele za haki. Kuna wengine leo hii hawawezi kuona, kuna wengine hawawezi kusikia, kuna wengine hawawezi kushika, kuna wengine hawawezi kuhisi, kuna wengine hawawezi kutembea. Lakini mimi na wewe Allah ametujalia fursa kama hii, tunafaa tumshukuru sana Allah tabaraka wa taala. Hizi zote ni neema zake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kwanza tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, kwa uchache tusemeni alhamdulillah, na kwa wingi tuzidisheni ibada, tufanye ibada kwa wingi, tusali, tufanye dua mara kwa mara kumlilia Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni katika imani na ndugu zetu katika binadamu, wale watu wa dini zingine, nyote tunawakaribisha. Waislamu, Wakristo, watu wa dini zote wanakaribishwa. Hapa tunakwenda kufundishana mambo muhimu, mambo ya maana ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu na ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo inshallah karibuni sana tuweze kujifunza mengi katika channel hii ya Omar Hudi TV. Hii ni Omar Hudi TV. Inshallah taala, kama wewe ni mgeni, ndo mara ya kwanza labda unaiona video kama hii au unaona channel kama hii, basi tafadhali usisahau kusubscribe channel kama hii, na pia usisahau kuturn on notification bell, ili wakati wote tutakapotoa video yote ambayo itakuwa na mafunzo muhimu, ili uweze kuwa wa kwanza kuiona. Pia unaweza ukalike, ukacomment na kushare kwa wengine, ili waweze kupata faida kwa yale ambayo tutakwenda kuyazungumza hapa biidhnillahi tallahi. Kwa hiyo leo biidhnillahi tallahi nitakwenda kuzungumzia kuhusiana na masala makubwa mno, kuhusiana na tiba za kisunna. Leo nitazungumzia kuhusiana na tiba za kisunna, na mada yangu haswa ya leo biidhnillah, tutakwenda kuangalia dalili za mtu aliyesibiwa na maradhi ya kichawi. Utajuaje umerogwa? Utajuaje kwamba wewe katika mwili wako kuna vitu ambavyo ni vya kiuchawi? Utajuaje katika nyumba yako kuna uchawi umewekwa, umezikwa, kuna uchawi katika nyumba yako? Inshallah katika video hii tutakwenda kujuzana, na baada hapa kila mmoja atajua kwamba yuko pande gani. Kwa hiyo inshallah karibu sana tuweze kusimulia masimulizi yetu ya kuhusiana na masala ya dalili za mtu aliyesibiwa na maradhi ya kichawi. Ndugu zangu Waislamu na ndugu zetu katika binadamu, kila mmoja anafahamu vizuri sana kuhusiana na uchawi.
Uchawi upo na uchawi ulikuja zamani sana. Hata Allah tabaraka wa taala katika Qur'an ameuelezea, akateremsha aya kamili ya kuelezea kuhusiana na huu uchawi ambao upo mpaka saa hii. Allah tabaraka wa taala anatuambiaje? Anatuambia katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra wama unzila ala al-malakaini bibabila Harut wa Marut wama yualliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah wayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walakad alim la man ishtarahu ma lahum fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bi anfusahum law kanu ya'lamun. Katika suratul Baqara aya ya 102 Allah ametuelezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika huu uchawi, lakini hicho ni kisa kirefu mno, ila tutagusia kidogo tu. Lakini uchawi ulikuwepo na uliteremshwa na malaika wawili, lakini malaika wawili hawa walikuwepo ni Haruta na Maruta, na uchawi huu uliteremsha katika mji wa Babeli. Lakini malaika hawa wawili walikuwepo wanawafundisha watu huu uchawi, ila kabla hawaja kufundisha walikuwa wanakuambia hakika sisi ni mtihani, basi usikufuru. Lakini watu wengi katika zama hizo wakawa hawaja, nasema hapana, nifundishe hivyo hivyo. Yani anaambiwa kabisa kwamba ukifanya hivyo utakuwa ni kafiri, utaingia katika moto wa jahannam. Lakini anasema potelea mbali, wacha nijifunze. Ndo hicho kisa kinaelezewa, na pia kuna kisa kirefu sana, lakini ndo inasemekana katika hizo enzi za Nabii Suleiman. Nabii Suleiman alikwenda kukusanya uchawi wote na akauzika sehemu moja akaufukia, lakini baadhi ya mashaitani ambao walikuwepo wamemuasi Allah tabaraka wa taala wakapata kugundua ile sehemu ambayo imezikwa ule uchawi, wakaenda wakatoa, wakaanza kufundisha watu uchawi. Ndio maana wakati huo wakawa watu wanasema kwamba Nabii Suleiman amekufuru. Allah sasa katika Qur'an anatuambia wama kafara Suleiman walakinna ash-shayatina kafaru. Suleiman hakukufuru, lakini mashaitani ndio walikufuru. Kwa sababu gani? Walikuwa wakiwafundisha watu uchawi. Kwa hiyo ndugu zangu ni katika Islam na ndugu zetu katika binadamu, hii ni kisa kirefu sana, kinahitaji mada yake nacho, lakini leo mada yetu haswa ni kuangalia dalili za mtu aliyesibiwa na maradhi ya kichawi au una mashaitani katika mwili wako. Inshallah tutakwenda kuangalia dalili chache na pia dalili zingine ambazo zitakuwa zimebakia tutakwenda kumalizia katika episode nyingine inayokuja ya pili. Kabla sijaingia katika dalili za mtu aliyesibiwa na maradhi ya kichawi, tunatakiwa kufahamu kwamba uchawi upo aina 410. Yani uchawi wote dunia mzima tukiukusanya, aina ya kwanza, ya pili, ya tatu, unafika aina 410. Uchawi wa kwanza kabisa miongoni mwa uchawi aina 410 ni uchawi wa kibuyu mimba, uchawi ambao unategewa kama tego, uchawi ambao unatenganishwa baina wewe na mkeo au baina wewe na mmeo, na uchawi nyingine nyingi, lakini zote zinafika aina 410. Lakini uchawi mkubwa ni ule ambao nao umetajwa ndani ya Qur'an katika suratul Baqara aya ya 102, sura ile ile, aya ile ile, ambapo aya inasoma mpaka mwisho, inasema karibu na mwisho, inasema yafarriquna bihi baina almar'i wa zawji, walikuwa wakijifundisha yale ya kufarikisha baina ya mtu na mkewe. Sasa huu uchawi huu ambao umekusudiwa hapa ni uchawi mkubwa kushinda uchawi wote dunia mzima. Lakini pia tukirudi katika upande wa majini, majini wana historia ndefu sana, lakini majini wote wako aina 660, yani kabila 660 wapo katika ulimwengu. Wapo ambao wanaishi nchi kavu, wapo ambao wanaishi baharini, wapo ambao wanatambaa kama vile nyoka, wapo ambao wanatembea kama vile binadamu, wapo ambao wanapaa angani kama vile ndege. Lakini majini wote hawa aina 660, jini mkubwa kushinda majini wote dunia mzima ni jini mahaba. Jini mahaba ni jini mkubwa, ni jini mbaya mno. Inshallah taala tutakwenda kutengeneza episode full, and episode kamili ya kumuelezea huyu jini mahaba inshallah. Kwa hiyo jini mkubwa ni jini mahaba, na ukiangalia katika miongoni mwa dalili zake
ni kwamba ukiwa na jini mahaba huwezi ukaoa, utakuwa na mitihani katika ndoa, utakuwa na mitihani, huwezi kuolewa, na utakuwa unachukia kutongozwa, na baadhi ya dalili nyingi ambazo utakwenda kuziangalia katika kipindi chingine kijacho biidhnillah ta'ala. Lakini ninachokufahamisha ni kwamba uchawi mkubwa na huyu jini mkubwa unalengana. Maana uchawi mkubwa ni ule wa kufarikisha baina ya mtu na mkewe, yani kutenganisha wawili, watu ambao mnapendana, mmeoana, mmekaa miaka kadhaa, lakini nafika mahali mnatenganishwa, mnaachishwa, unamchukia mwenzako, huna haja naye. Huu ndio uchawi mkubwa. Tukiangalia katika upande wa majini, ukiwa na jini mahaba huwezi kuolewa, ndoa itakuwa ni mtihani, kila kukicha itakuwa ni karaha, badala ya furaha itakuwepo ni karaha. Ndugu zangu ni katika imani, dalili ya kwanza kabisa ya kuonyesha kwamba umesibiwa na maradhi ya kichawi ni kuumwa na kichwa mara kwa mara. Kuumwa na kichwa upande mmoja, yani upande wa kulia au upande wa kushoto, kinauma au kinauma kwenye bapa la uso, lakini kinauma sana. Yani unahisi kana kwamba kinataka kuanguka. Umetumia dawa, unaweza kutumia dawa, mara kikatulia kidogo, baadaye kikaanza kurudi tena. Umeenda hospitalini, umefanywa hivyo kila kitu, lakini unaambiwa uko sawa. Umepewa dawa lakini bado iko vile vile. Painkiller umenakunywa lakini inatulia, lakini baadaye inakuja tena naanza. Hii ni dalili kubwa mno ya kuonyesha kwamba wewe umerogwa. Una uchawi katika mwili wako, una mashetani katika mwili wako. Dalili ya pili ni vitu kutambaa katika mwili kama vile sisimizi au siafu au nyoka. Yani unahisi kuna vitu vinatambaa kama vile sisimizi, vinatembea katika mwili. Hii ni dalili kubwa ya kuonyesha umerogwa. Dalili nyingine ni kitu kukwama katika koo. Kitu hicho hakiteremki chini na huwezi ukakitapika, na umefanywa scanning, umefanywa x-ray, ultrasound, lakini bado iko vile vile. Jua kwamba hii ni dalili kubwa ya kuonyesha umerogwa na umewekewa kitu na wachawi. Aidha wamekulisha au aidha umetumiwa mashetani au majini kuweza kuja kukudhuru na kukuwekea kitu katika hiyo koo. Dalili nyingine ya kuonyesha umesibiwa na maradhi ya kichawi ni vitu kutembea katika tumbo. Tumbo kuuma chini ya kitovu, tumbo kujaa gesi. Umeenda hospitalini, umetumia dawa, lakini bado hali iko vile vile. Hii ni dalili kubwa mno ya kuonyesha kwamba umesibiwa na maradhi ya kichawi. Na hii dalili hii inaonyesha kwamba wewe umelishwa nyama za watu waliokufa. Maana wachawi huwa wana tabia ya kuwa wanakwenda kuwala watu ambao wamekufa. Huenda labda pengine mathalan kuna mtu amekufa, lakini wachawi huenda labda mtu kama huyo walikuwepo wamemtoa kafara. Wakishamtoa kafara kama vile, alafu pia kweli Allah akajalia kwa kadari yake, Allah akajalia kweli akafa. Kwa sababu hata uchawi ukirogwa au mchawi akiroga, haiwezi tayari direct ukarogeka, hapana, mpaka Allah atie sign aseme kweli. Na ni mtihani tu Allah huwa anatupa. Unaweza ukarogwa ukarogeka, na unaweza ukarogwa na usirogeke, ni Allah mwenyewe atakapotaka tu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala katika Qur'an anatuambia kwamba uchawi haufuzu popote. Yani uchawi haufuzu popote pale. Ni Allah mwenyewe aamue kwamba wewe kweli umerogwa, ifanikiwe au akatae. Ni Allah tabaraka wa taala mwenyewe. Hawa wachawi wakiwa wamefanya hivi, wameshatoa kafara na mtu kweli akafanikiwa kufa, basi ile siku ambayo mtu atazikwa, watakwenda katika lile kaburi ambalo yule mtu amezikwa. Wakishafika pale, kuna miti miwili ambayo miti miwili hii ni Hajar na Faijar. Miti miwili hii wanakwenda kuichanganya, na kuna baadhi ya maneno hayo sitoyasema, maana kuna baadhi ya watu hapa huenda wakaamua kujaribu. Sasa miti miwili hii ni Faijar na Hajar, na kuna maneno ambayo watakwenda kuyazungumza pale kwenye ile kaburi. Alafu baadaye wanakwenda kuchapa kama mara 3 hivi. Wanachapa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wakiinua hivi, yule mtu sasa anachomoka kwenye ile kaburi. Akishachomoka anakuwa hatembei kama kawaida, kama mtu aliyehaila, anafanya kurukaruka, kwa sababu huyu anakontroliwa na nguvu za giza.
Yani ni extraordinary power ambazo zinatumika za kiuchawi, za kimashetani. Kwa hiyo anaruka, wanakwenda naye mpaka kwenye sehemu ambayo kuna njia panda, yani njia kama 3 au 4 zimekutana pale. Wanaweka kikao, wanamkatakata, wanaweza kumpika au wakamla. Wakishamla sasa huyu mtu au huyu maiti, huwa kuna baadhi ya nyama ambazo wanabakisha. Wakishabakisha sasa, miongoni mwa sheria za kichawi, huruhusiwi kutupa nyama za huyu mtu. Kwa hiyo unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa ukalishe mtu. Sasa mchawi anakuja, anaruka, anapaa, anakuja mpaka kwenye nyumba yako. Haingii na kwenye mlango, anakwenda kwenye pembe ya nyumba. Miongoni mwa hizo pembe 4 za nyumba yako, anakwenda kwenye pembe moja. Kuna baadhi ya miti wanaitumia, wanazungumza, alafu wanachapa kwenye ile pembe. Wakishachapa kwenye ile pembe inafunguka, alafu ile mchawi anaingia pale ndani. Akishafika pale ndani, anakushika katika kichwa chako, mwenyewe umelala, unangorota, hujafanya dua, hujafanya nyiradi za kulala, umejilalia tu. Mchawi atapata nafasi nzuri sana ya kukuvamia na kukudhuru wakati huu, ukiwa hujasoma Qur'an, hujaswali raka 2, hujafanza dua yoyote ile. Wallahi utadhurika sana kwa situation kama hii. Kwa mchawi pale anakukuta umelala, anakushika katika kichwa chako. Baadaye sasa anaanza sasa kukuotesha njozi. Unaota ndoto ambayo uko kwenye shughuli tu yoyote, kwenye harusi, kwenye hitima, kwenye shule au sehemu yote ile, lakini imefika mahali pengine mnaambiwa chakula kipo tayari, mnaambiwa kitini wawili, watatu, au wewe mwenyewe unaota wewe ndo mpishi unapika. Alafu baadaye unaonja kile chakula, unaonja labda ni nyama. Lakini ukishaonja hivi, au wakati sasa mnakula kile chakula, yule mchawi naye anakata pole ile nyama na kupatia kwenye mdomo wako, unatafuna, unameza. Sasa hii nyama ukilishwa na wachawi ina madhara makubwa mno, na miongoni mwa madhara yake ni vitu kutambaa katika mwili, tumbo kuvimba au kujaa gesi, na pia alsazi sugu ambazo hazisikii dawa. Umetumia miti mingi, umeenda hospitalini, umekatazwa baadhi ya vyakula, lakini hali bado iko vile. Kuna uwezekano mkubwa mno ikawa na hizi nyama za watu waliokufa ambazo umelishwa usiku. Sasa basi, nawataka kuwapatieni first aid, yani huduma ya kwanza kwa mtu yote ambaye labda ataota ndoto kama hii, na akiamka asubuhi akute kweli katika mdomo wake harufu inayotoka katika mdomo wake si nzuri, ni mbaya, inanuka vibaya. Yani ukikuta kwamba kweli mwata ndoto kama hii, lakini unakuta harufu inayotoka katika mdomo wako ni mbaya, basi kuna hii huduma ya kwanza ambayo ukiifanya utakwenda kuzitoa hizo nyama papo kwa hapo, lakini masharti lazima uyafuate. Unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa kabla hujatoka nje, yani umeamka lakini hujatoka nje kuzura, yani hujatoka nje, na kabla hujapiga mswaki, hujazungumza na mtu yoyote, unatakiwa uchukue jivu. Unachukua jivu, alafu unachukua chumvi iwe kidogo, unachanganya vizuri na hili jivu, alafu baadaye unaramba kama mara 3, alafu unameza. Ukifanya hivi, kama kweli umelisha nyama za watu waliokufa, saa hiyo hapo kwa hapo utakwenda kuzitapika, utakwenda kuzitoa kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Lakini masharti lazima yafuate. Wewe hujapiga mswaki, hujatoka nje, hujazungumza na mtu yoyote. Hii ndio utakwenda kuwaka na itafanya kazi kubwa mno. Kwa ndugu zangu katika imani, hiyo ni dalili ya kuonyesha umesibwa na maradhi ya kichawi, ya vitu kutembea katika tumbo kujaa gesi, tumbo kuvimba. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba umesibiwa na maradhi ya kichawi. Dalili nyingine ya kuonyesha umesibiwa na maradhi ya kichawi ni kumchukia mwenza wako pindi anapokuwa karibu na wewe. Yani kumchukia mmeo au kumchukia mkeo pindi anapokuwa karibu na wewe. Akiwa kazini, akiwa kwenye shughuli yote, labda ametoka nyumbani, mkiongea kwenye simu, naongea vizuri sana, mnaitana majina mazuri, sweetheart, honey, baby, my tomato, my sweetheart, majina mazuri ambayo yani yanafanya upendo unakuwa mkubwa zaidi na yanajaza upendo. Mnaitana vizuri sana na unamtamani lau angelikuwa karibu.
Lakini sasa akirudi kutoka kazini, kama ni mmeo, akifika pale nyumbani, akiingia tu kwenye nyumba, roho inabadilika. Unajihisi kumchukia, una haja naye, unatamani lao hata hili asingekuja, angebaki huko. Hii ni dalili kubwa mno ya kuonyesha kwamba umesibiwa na maradhi ya kichawi. Dalili nyingine ni hedhi ambazo hazieleweki kwa wanawake. Hedhi kurudia mara 2 kwa mwezi, au kutopata hedhi kabisa, au kutokwa na maji machafu ukeni, au hedhi ukiwa umepata hedhi unakuta inatoka vijipande pande vya nyama au vipande vya damu. Hedhi sio ile ya kawaida, damu rangi yake imekuwa ni tofauti, kama rangi ya kama damu ya mzee. Damu ya mzee rangi yake nafikiri watu wanafahamu. Sasa hedhi yako ikukuta kwamba iko kama damu ya mzee, jua kwamba hii ni dalili kubwa ya kuonyesha umesibiwa na maradhi ya kichawi. Na maumivu chini ya tumbo wakati unapata hedhi zako, unahisi maumivu makali mno, hii ni dalili ya kuonyesha kwamba wewe umesibiwa na maradhi ya kichawi. Ninaomba leo niweze kukomea hapa. Dalili za mtu alisibiwa na maradhi ya kichawi ni nyingi mno, lakini kwa leo tutakomea hapa. Ninaomba uweze kuangalia episode namba 2 kwa mengi zaidi na kwa dalili zingine zaidi za kuonyesha umesibiwa na maradhi ya kichawi. Usikose kuangalia episode namba 2 au namba 2, kwa sababu kuna dalili nyingi mno ambazo zimebakia, ambazo nitakwenda kuzielezea katika episode namba 2. Kwa inshallah, karibu sana. Nashukuru sana kwa kutazama video kama hii na kujiunga katika familia hii ya Umar Hudi TV. Karibu sana, na wote ambao wametazama hii, Allah awalipeni na Allah awakinge na shari za wanga na maasidi na wachawi, awakinge na shari za mashaitani. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا كفى بالله سبا كفى بالله وكيلا كفى بربك هديا ونصرا كفى بربك بذنوب عبد خبير بصيرا وكفى الله لملك تعالى كان الله قويا عزيزا فسيكفيكهم الله وسلم برحمتك نستغيث برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا من تجيب دعائي ناديت يا الله يا سامعا رجائي. ضاقت بي الدنيا عاثت بي الأحزان والهم أضناني. ما عاد لي حبيب لا كف ترعاني. يا الله